Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wengi tulishuhudia sakata zima la Baba Levo pamoja na msanii Zuchu. Lilikuwa ni sakata ambalo lilitrend sana kwenye mitandao ya kijamii, kwani baada tu ya Baba Levo kuamua kuandika ujumbe kwenye ukurasa wake wa Instagram ambao ukiwa unasema siku si nyingi nitatoa somo kuhusu binti mwenye tatizo la afya ya akili. Sasa unaweza kuona huu ujumbe Baba Levo alimwandikia moja kwa moja msanii Zuchu baada tu ya kuona Zuchu alisusa moja kwa moja kuongozana na msanii Diamond Platnumz katika ndoa ya Jux pamoja na Priscilla, na watu wengi sana walijiuliza ni nini sababu ya Diamond pamoja na Zuchu kutokuongozana kwa pamoja kuelekea katika ndoa ya Jux pamoja na Priscilla. Na baadaye dada wa taifa Mange Kimambi aliweza kufunguka waziwazi sababu kubwa ambayo ilipelekea Diamond pamoja na Zuchu wakagombana, na ikapelekea Zuchu kususa moja kwa moja kuongozana na msanii Diamond Platnumz. Na dada wa taifa akakuambia kwamba kulikuwa na bachelor party ambayo Jux aliandaa, na unaambiwa msanii Diamond Platnumz alihudhuria hiyo bachelor party bila kwenda na Zuchu, na unaambiwa kulikuwa kuna watoto wakali wa Kinigeria ambapo Diamond Platnumz alienjoy kweli kweli na kuonesha waziwazi kwamba ni kwa namna gani angeenda na Zuchu huenda angembania hivi, kwa sababu tunafahamu hawa watu kumbe ni mke na mume na tumeweza kuifahamu siri hiyo hivi juzi kati baada tu ya Diamond Platnumz kuamua kuanika waziwazi kwenye mitandao ya kijamii kwamba yeye na Zuchu ni watu ambao tayari wamekwisha funga ndoa na ni watu ambao wapo ndani ya ndoa, hivyo mashabiki zao wanatakiwa kuelewa hilo swala. Sasa baada tu ya Diamond kuhudhuria bachelor party, basi unaambiwa Zuchu alikasirika kweli kweli na kuonesha ni kwa namna gani msanii Diamond Platnumz ameshindwa kabisa kumheshimu na kuhudhuria hiyo bachelor party ambapo amehudhuria bila kwenda kumshirikisha yeye ili mradi tu waweze kuhudhuria naye. Sasa unaambiwa baada tu ya Zuchu kususa ikatokea Diamond Platnumz pamoja na Zuchu hawakuongozana katika ile ndoa ya Jux pamoja na Priscilla. Sasa Baba Levo ni kama vile akaona Zuchu anazingua hivi, kwa sababu vikosa vidogo vidogo ambavyo Diamond Platnumz amekuwa akivifanya basi yeye amekuwa akivitilia maanani. Sasa akaamua waziwazi kumchana kwenye mitandao ya kijamii kwamba anatakiwa atulie, anapoendelea kuhangaika basi itampelekea msanii Diamond Platnumz kutafuta mwanamke mwingine. Sasa siku ya jana ilikuwa ni siku muhimu sana kwa Baba Levo, kwani ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, na msanii Diamond Platnumz pamoja na Zuchu walihudhuria katika ile siku muhimu ya Baba Levo siku ya jana, siku yake ya kuzaliwa, siku ya birthday. Sasa msanii Diamond Platnumz alipopata nafasi ya kuzungumza alimuonya Baba Levo na kumwambia kwamba kwa sasa hivi Zuchu ni mama yako, kwa sababu tunafahamu Baba Levo ana tabia ya kumuita msanii Diamond kwamba yeye ni baba yake, hata kama Diamond ni mdogo kiumri, lakini Baba Levo amekwisha zoea kumuita msanii Diamond kwamba yeye ni baba yake, kwa sababu ni mwanaume ambaye anampatia kula, yani ni bosi wake, amempatia kazi. Baba Levo ni mtangazaji katika media ya Wasafi katika sekta ya radio, lakini pia unaweza kuona ni kwa namna gani msanii Diamond Platnumz amekuwa akimsaidia Baba Levo katika sekta nyingi sana mbalimbali. Yani Baba Levo akipata shida Diamond ni lazima tu atamsaidia kwa sababu ni mtu wake wa karibu. Sasa Diamond akampatia onyo na kumwambia kwamba sasa hivi Zuchu ni mama yako, kwa hivyo basi hautakiwi kabisa kumsema vibaya kwenye mitandao ya kijamii na uachane kabisa hizo biashara za kuendelea kumsema kwa sababu huyu ni kipenzi changu. Sasa ukimuuzi baba basi na mama lazima pia atakasirika. Sasa unaweza kuona kwa namna fulani Diamond alitumia maneno tu ya busara kwa ajili tu ya kufikisha ujumbe kwa Baba Levo, kwa sababu tayari alikwisha ona Baba Levo ni kama vile amevuka mipaka na anamsema Zuchu vibaya kwenye mitandao ya kijamii, licha ya kwamba Zuchu ni mwanamke wake na wala hataki kabisa mwanamke wake azungumziwe vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.